Ndugu zangu Waislamu, niruhusu nitoe shukrani zangu za dhati kwa ndugu zetu Taasisi ya Dini Islamic Foundation of Tanzania LIT kwa kuandaa mashindano haya, lakini kipekee ni washukuru kwa kunialika kuja kuwa mgeni rasmi kwenye mashindano haya. Ndugu zangu, mmefanya ibada kubwa kuwakusanya watoto hawa kuja kwenye mashindano ya kuhifadhi Qur'ani. Ni ibada kubwa sana, lakini kipekee ni wapongeze na kuwashukuru sana mashehe wote, walimu wa madrasa wote ambao wamefanya kazi ya kuwahifadhisha watoto hawa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awalipe heri duniani na ahera. Lakini niwapongeze wazazi wote na walezi wa watoto hawa. Sio hawa waliokuja kushiriki peke yao, lakini wako watoto wa madrasa mbalimbali ambao wako hapa. Naamini wote wamefanya kazi ya kuhifadhi Qur'ani, lakini wamepatikana wenzao wa kuwawakilisha hapa. Wazazi, mmefanya kazi ya kuhakikisha watoto wanakwenda kwenye madrasa zetu na mnawapa nafasi ya kuweza kudurusu na kuhifadhi Qur'ani. Mwenyezi Mungu awalipe heri duniani na ahera. Ndugu zangu Waislamu, kazi iliyofanyika hapa sio kazi ndogo. Kazi ya kumfanya mtoto aweze kukiweka kitabu cha Mwenyezi Mungu kwenye akili yake, kwenye kichwa chake, ni kazi kubwa sana. Niwatie moyo watoto wangu wote mlioshiriki kwenye mashindano haya. Mimi nilikuwepo tangu mwanzo tunaanza mpaka tunahitimisha, juzuu ya kwanza mpaka juzuu ya 4. Niwaambie, wote mmeshinda, wote mmeshinda, pamoja na walimu wenu wote mmeshinda. Mmefanya ibada kubwa. Tunajua mwisho majaji watakuja na vigezo vyao, lakini kwa kuanzia mimi niseme wote wameshinda. Sasa vigezo vingine vitakavyotumika ndivyo vitasema yupi amekuwa mshindi zaidi na yupi anafuata, lakini kwa kuanzia niseme wote mmeshinda. Mmehifadhi Qur'ani, mmehifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wenzetu Lindi Islamic Foundation niseme mmeshinda. Ni mwaka wa 7 sasa mnafanya kazi hii. Mmesema mlikatiza kidogo, mlisimama, mmekuja tena. Niwaombe sasa mwende bila kusimama, kwa sababu hii kazi inayofanyika hapa hakuna mwingine wa kuifanya. Sisi na nyinyi ndio wenye wajibu wa kuhakikisha tunalea vijana hawa kwenye misingi ya dini yao, kwenye misingi ya imani yao. Hongereni sana. Ndugu zangu, tunaposema tunawapongeza LIFT kwa kazi ambayo wamefanya ya kuandaa maonyesho haya ambayo nimeona yameandaliwa vizuri sana na watoto wameandaliwa vizuri sana, tuna kila sababu sisi wote kuwaunga mkono LIFT ili jambo hili liwe jambo ambalo halisimami kwenye mkoa wetu. Ni matarajio yangu kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, biidhnillah, mwakani Mwenyezi Mungu akitupa uhai, tutakuwa na madrasa nyingi zaidi, lakini tutakuwa na watu wengi zaidi, kwa sababu nadhani maandalizi yatakuwa ya mapema zaidi. Ndugu zangu Waislamu, tumekuwa na kawaida ya kufanya mashindano haya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tumekuwa na ada ya kufanya kazi kubwa ya kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Niwaombe ndugu zangu Waislamu, tuendelee kukisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu,
lakini wakati tunasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, humo tuiombe heri ya Mwenyezi Mungu. Ni wakati ambapo tumeambiwa pepo zimefunguliwa. Kwa hiyo ni wakati mwafaka wa sisi kumlilia Mwenyezi Mungu, kumwomba Mwenyezi Mungu toba, kutubu dhambi zetu, lakini kumwomba Mwenyezi Mungu yale ambayo tunafikiri, tunatamani Mwenyezi Mungu atufungulie milango yake. Ni pamoja na kuwaombea watoto wetu. Ndugu zangu, hawa watoto wanahitaji dua za wazazi, wanahitaji dua za walezi, wanahitaji dua ya kila mtu, ili waweze kupita kwenye mapito yaliyo salama na waweze kuwa raia wema wa nchi hii. Ndugu zangu Waislamu, tunapoona watoto hawa wamehifadhi Qur'ani, isiwe ni kuhifadhi Qur'ani peke yake, ni pamoja na kusimamisha swala hapa. Kwa sababu wazazi wapo, naomba nitoe wito, tuendelee kusimamia watoto wetu waweze kusimamisha swala, wasome Qur'ani, lakini wakati huo waende wakasimamishe swala. Tutakuwa tumetengeneza kizazi kilicho bora, kizazi chenye mfano, kizazi ambacho kitakuwa ni walezi wetu sisi wakati tunaelekea kwenye uzee. Hawa ni watoto wadogo, na mimi ninaangalia umri wao ni kuanzia miaka 7, aliye na miaka mingi miaka 17, lakini walio wengi ni watoto wadogo sana wamehifadhi Qur'ani. Ninaomba tuwalee katika misingi ya dini, tuwapeleke kwenye shule wakasome. Mtoto aliyehifadhi Qur'ani juzuu 4 hawezi kushindwa tego, hawezi kushindwa tego. Tuwasimamie pia kwenye elimu ya sekula, wafanye vizuri, na tunatarajia tuwe na kizazi ambacho kimehifadhi Qur'ani. Wakati huo kizazi hicho kimesoma vizuri elimu ya sekula, na tutakuwa na wataalamu wazuri ambao wana pande zote, wana dini lakini pia wana dunia. Ndugu zangu Waislamu, nitumie nafasi hii kuwaasa wazazi. Leo tuna mkusanyiko mkubwa hapa, watoto wako pale, lakini naona na wazazi wako hapa. Nimepitia washiriki walioshindana kwenye mashindano haya, walio wengi ni wasichana. Sio kwamba napendelea wasichana, lakini nasema walio wengi ni wasichana. Wasichana wamezidi wavulana kwa 2 au 3, wako 17. Tunasema hivi, ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Hawa ndio wazazi wa kesho, hawa ndio kina mama wa kesho. Mama ambaye amehifadhi Qur'ani, kuwaomba lift, mwendelee na mpango wenu wa kuandaa na kuhifadhi na kushindanisha Qur'ani, ili kuchochea maadili mema kwa vijana na kumjua Mwenyezi Mungu wetu. Lakini niwaombe walimu wa madrasa, muendelee. Hii kazi mnafanya, hayuko mtu wa kuwalipa, mtalipwa na Mwenyezi Mungu. Endeleeni kutumia fursa yoyote mnayoipata ndani ya madrasa zenu kuwahifadhisha watoto wetu Qur'ani. Watoto wahifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa kadri akili zao zitakavyoweza kufanya. Lakini niwaombe viongozi wetu wa dini na wananchi kudumisha amani, kudumisha amani kwa kuhubiri mafundisho yaliyo mema. Tuseme yaliyo mema, tuache kusema ambayo sio mema. Vinywa vinaumba. Tunaposema nchi yetu ya amani,
na vinywa vyetu vikakiri mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba nchi yetu ni amani, itabaki kuwa ya amani. Tukianza kuichafua kwa maneno tutaharibu. Naomba sana niwaombe viongozi wa dini kwenye mimbari zenu, tusaidieni kutuunganisha. Hotuba zenu kwenye mimbari zenu zituunganishe, zitufanye tuwe wamoja, zilete upendo, zilete mshikamano, lakini zile mioyo ya jamii. Uzuri ni kwamba viongozi wa dini nyinyi mnatusaidia kutulea kiroho, na roho ndio yenye hatari zaidi. Endeleeni kulea jamii, endeleeni kutukumbusha yale ambayo tunatoka kwenye mstari, ili sote tukimwogopa Mwenyezi Mungu, sote tukiweza kumtii Mwenyezi Mungu, amani itatawala, tena itatawala sana. Nimalizie kwa kuwasihi wananchi wote kulinda na kudumisha amani kwa kutenda matendo mema na kujiepusha na yale yote yanayoashiria uvunjifu wa amani. Tuko hapa leo tunaangalia vijana wetu waliohifadhi Qur'ani, tunashikanisha watoto wetu waliohifadhi Qur'ani kwa sababu tuna amani. Ungekuwa na lolote huko nje, hakuna mtu angekuja kwenye viwanja hivi. Niwaombe tuendelee kutunza amani ya nchi yetu, tuendelee kuisemea vizuri nchi yetu, lakini wakati tunafanya toba, tunafanya dua nyakati zote, mchana na usiku, na najua sasa hivi tunahamia misikitini kukesha tukitafuta Lailatul Qadr. Tuendelee kumwombea rais wetu, tumwombee siha njema, tumwombee ulinzi wa Mwenyezi Mungu, tuiombee nchi yetu ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Atakayelinda ni Allah peke yake. Watu wengine ni wanadamu watalinda, lakini hawana uwezo wa kulinda kama ambapo Mwenyezi Mungu atatulinda sote. Niwaambie ndugu zangu, hatuna nchi nyingine, nchi yetu ni hii, hatuna pa kukimbilia. Tunasikia wenzetu huko na wapi na wapi, hatuyawezi hayo, na kwa sababu hatuyawezi, kimbilio letu libaki kwa Mwenyezi Mungu. Tutumie siku zilizobaki za mwezi wa Ramadhani kuiweka nchi yetu kwenye ibada, kuiweka nchi yetu kwenye dua, wakati tunakesha kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, na nchi yetu iwemo, rais wetu awemo kwenye dua zetu. Naomba nirudie kuwataka ndugu zangu, watu wazima pamoja na vijana, tutumieni teknolojia kwa hekima na busara. Kuna simu zetu za mkononi, na siku hizi kila mtu anasema ana simu ya touch. Yako yaliyo mema, yako ambayo si mema. Tuziangalie, tuzitumie vizuri. Kile ambacho unaona sicho, achana nacho. Kile ambacho unaona sicho, achana nacho. Ukiona mtu anarusha message za uchochezi, achana nazo. Tunataka amani, tunataka furaha. Tufurahi kama ambavyo tuko hapa tunafurahi. Binafsi mimi nimefurahi sana. Sijui wenzangu kama kuna mtu amenuna. Tumefurahi. Kwa hiyo tuendelee kufurahi tukiwa na amani, tukiwa na shangwe bashasha, bila kuharibu nchi yetu. Huko kwenye mitandao sasa, tuangalie. Ndio, sisi ndio walezi. Tunawalea watoto, tunalea na kina baba. Sisi ndio tunaweza kuharibu pepo au tukaitengeneza pepo. Na mambo yetu ya kukosa pepo yako bayana, yamezungumzwa. Tuache yale, tujikite kwenye ibada ya Mwenyezi Mungu.
tujikite kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Nafasi bado ipo. Kama hukuwahi kwenda madrasa, walimu bado wapo, na wewe mtu mzima ukifundishwa unafundishika vizuri zaidi. Someni, zitafuteni radhi za Mwenyezi Mungu. Juzi tu ndivyo ambavyo na maisha yetu yanakwenda kwa spidi kubwa. Hatuna muda duniani, tutafuteni radhi za Mwenyezi Mungu. Naomba nirudie kuwashukuru NICT kwa kunialika kuja kuwa mgeni rasmi. Kwa kawaida kwenye shughuli za Kiislamu mimi sina hotuba, huwa nakuwa na maneno, na kwa sababu mashehe wako hapa, mimi ni mwanafunzi, kwa hiyo sina la kuzungumza mashehe wakiwepo. Mimi nazungumza hayo machache ambayo Mwenyezi Mungu ameniruzuku kuyasema, na niwaombe, mimi nikiwa mkuu wenu wa mkoa, natamani kuona Lindi iliyotulia. Natamani kuona Lindi yenye watu wacha Mungu kama ambavyo Lindi ina historia. Tuna Kilwa ambayo mimi nilipotoka Mombasa ilikuja Kilwa. Kuna eneo takatifu pale Kilwa. Kwa hiyo Lindi kama tuko katikati ya Kilwa, na Kilwa ndio ilipokea Uislamu kutoka Mombasa, natamani kuona huo Uislamu. Na tukiuona Uislamu tutaiona amani. Nazungumzia Uislamu wa kumcha Mwenyezi Mungu aliyekataza mabaya na akaamrisha tutende mema. Tukisimama kwenye njia hiyo, sitasikia kuna bangi, sitasikia kuna pombe, sitasikia kuna uzinzi, sitasikia. Tutaachana na yote ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza. Shehe wa mkoa, hiyo ndio mimi ninayoitamani. Kwa hiyo mkinisaidia kuwahubiri kwenye nyumba zenu za ibada, mimi nitafurahi sana. Mimi natafuta pepo. Shehe, mimi natafuta pepo. Muda nilioishi uliobaki ni mdogo. Kwa hiyo mimi natafuta pepo. Naomba tutafuteni pepo kwa pamoja. Na siku hizi tunasema mguu kwa mguu mpaka peponi. Sasa hivi mguu kwa mguu mpaka peponi, lazima tuambiane mema, tukatazane maovu.